Tanzania wamekumbushwa kuitunza amani kama mboni ya jicho kwa kuwa kutoweka kwa amani kunaweza kurudisha nyuma maendeleo makubwa yaliyoanza kupatikana katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Wito huo umetolewa na Rais wa Shirika la Amani la International Peace Information, Profesa Wilson Munguza, wakati akizungumza na Channel 10 kuhusu kadhia vurugu zilizotokea Oktoba 29 na kuendelea. Kwanza, jambo la kwanza ni kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hususan mkuu wa majeshi IGP kwa kazi nzuri walioifanya, lakini pia makamanda wa mikoa na wale pia ambao walikuwa wanashughulika na wilaya. Tumeona kazi walizozifanya, tumeona wananchi walipopata matatizo waliweza kuokolewa, lakini pamoja na hayo sisi kama shirika tunasema kwamba tuko pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha nchi inakuwa salama katika kipindi cha hiki ambacho ni cha mpito, kwa njia ya kutoa elimu ya utunzaji wa amani kwa wale ambao wameathirika. Aidha, baadhi ya viongozi waandamizi wa shirika hilo la amani wamesema wananchi wanapaswa kujitafakari na kuchukua hatua dhidi ya madhara yaliyotokea ya vurugu ambazo zimesababisha athari kubwa katika jamii na uharibifu wa mali. Na utaratibu ambao uliokuwa umewekwa na serikali, kwa mfano miundombinu, mabasi ya mwendo kasi, sasa hivi hatuna usafiri, watu tumekaa ndani ya siku 3 ndani, watu hawana vyakula. Yote haya yamesababishwa na ukosefu wa amani. Lakini sisi kama shirika la International Peace Information tulikuwa tunaomba watu wote, vijana, wazee, wakina mama, waweze kudumisha amani na uzalendo wa nchi yetu. Tumeona athari kubwa ambayo inatokea pale tunapokosa amani. Tumekosa vitu vingi, kwa mfano mitandao ilipozimwa, mabenki yalishindwa kuendelea kufanya kazi. Watu wengi waliathirika kutokana na kutokupata miamala mbalimbali ya kuweza kutoa hela ili waweze kujikimu katika maisha yao. Kingine, kufungiwa ndani. Biashara zetu nyingi zilisimama. Hiyo ni athari ya kukosa amani katika nchi. Watanzania, naomba tufahamu ya kwamba amani ni zawadi. Amani ni sauti tulivu ambayo inaongea kwenye mioyo ya kila mtu, kila jamii. Ni wakati wetu sasa tuchague amani, tuihubiri amani, tuitangaze amani na tuilinde amani kwa heshima ili tuweze kuleta maendeleo katika jamii yetu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF limeeleza kusikitishwa na vifo vya Watanzania wakiwemo wanahabari wakati wa vurugu zilizoanza siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Katika taarifa